Asante Yesu, asante Yesu. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu katika kama huu ambako imekupendeza wewe mwenyewe tukaweze kutangaza habari njema kuhusu msamaha wa dhambi kwa sababu ya kazi uliyofanya msalabani Kristo katika sehemu hii ya mkutano. Baba, ni asante, maana kabla dunia haijaumbwa ulijua ya kwamba tutakuja hapa siku ya leo na tutatangaza Injili, na kwa hili Bwana tunasema asante. Baba, ni asante, maana najua ya kwamba nguvu zote za mbinguni ziko hapa ambako zinafanya kazi kwa sababu imekupendeza wewe watu wa sehemu hii wasikie Injili. Tunakushukuru Kristo, maana kazi uliyofanya msalabani ndiyo imetupea mamlaka kukuja kutangaza msamaha wa dhambi, sio kwa sababu ya matendo yetu, sio kwa sababu ya bidii yetu, bali ni kwa sababu ya vile ulifanya msalabani. Kwa hili tunasema asante, maana mbingu imetupea nguvu na mamlaka kutangaza ukweli sehemu hii. Kwa hili tunasema asante. Naomba kwa sababu ya kila nafsi, naomba kwa sababu ya kila mwanadamu ambaye atasikia ukweli leo ya kwamba Baba, neno lako ni mbegu, lizidi kuota, lizidi kupata nafasi katika maisha yao na uhai wao. Baba, ni asante kwa wanaofanya biashara. Baba, ni asante kwa wale ambao Bwana wanapitia hali mbalimbali za kimaisha. Najua ya kwamba Kristo umeingilia kati, umewasaidia, maana ni wewe msaada wa mwanadamu. Baba, ni asante, na ni kwa sababu ya Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kusema ukweli, Mungu ni mwema, maana imempendeza tena tukaweza kupatana hapa. Kwa majina yangu mimi naitwa Samuel Kabiru, na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi ya kuja hapa sehemu hii ya Nanyuki kutangaza ukweli, kutangaza habari njema. Na habari tuliyonayo ni kuwa kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani, msamaha wa dhambi sasa unahubiriwa. Na hiyo ndio ile habari njema zaidi mwanadamu anaweza pokea. Tuko hapa juu, kanisa letu linaitwa Grace Empowerment Church. Mchungaji wetu anaitwa Eliud Waithaka, na tumewakaribisha sana pale kesho na hata leo. Nashukuru sana kwa sababu ya nafasi ya kukubali kusikiza huu ujumbe, kusikiza neno la Mungu ambalo kwalo tuko na msaada. Maana Biblia inasema ya kwamba kulingana na vile Yesu amefanya msalabani katika kitabu cha Mitume 15 mstari wa 38 ya kwamba na ijulikane sasa msamaha wa dhambi unahubiriwa kwa sababu ya vile Yesu alifanya msalabani. Na huu msamaha wa dhambi unapatikana kwa yule ambaye sasa anamwamini Kristo. Yaani huu msamaha unapatikana kwa sababu mwanadamu amekubali kumtegemea Kristo, amekubali kutumainia kazi ya Yesu. Nataka uelewe hivi, kunaye jamaa wetu ambaye anaitwa Adam. Adam alifanya dhambi, na bila ya mmoja wetu hapa kuweko tukahesabiwa dhambi ya Adam. Uzuri ni kuwa ikawa ya kwamba mwanadamu kweli amehesabiwa dhambi, ametenganishwa na Mungu na amekufa kiroho. Na ikawa ya kwamba mwanadamu anajipata katika hali tete, hali tatanishi ambako hana suluhisho. Tunamwona Mungu mwenyewe akaingilia hiyo hali ya mwanadamu, akamtuma mwanawe, maana Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mtakatifu, Mungu hana uhusiano na dhambi. Na alipoona kwamba mwanadamu ambaye anampenda anaingia katika hali ya dhambi, akamtuma mwanawe ambaye hana dhambi, mwenye haki, akaja akawekelewa mzigo ya dhambi. Maana mshahara wa dhambi ni kifo. Unapofanya dhambi, vile unaweza lipwa kwa haki ni kifo. Na kifo ambacho tunanena hapa
ni utenganisho na Mungu milele, uende ukachomwe moto Jehanamu. Lakini tunamfurahia Kristo, maana alipoona kwamba sisi tumekufa kiroho na hatuna matumaini yoyote ndani yetu, hakuna uwezo wa kutatua hili shida, Kristo akaja mwenyewe. Maana dhambi lazima ilipishwe. Hakuna njia, hauwezi ficha dhambi. Dhambi hauwezi ifunika, lazima ilipiwe. Kristo akaja katika hali ya wanadamu, akahesabiwa dhambi yetu. Biblia inasema ya kwamba Mungu alimwekelea Kristo dhambi yetu. Angalia neno hili. Mwanadamu amefanya dhambi kwa sababu ya Adamu. Wametengana na Mungu, wamepoteanwa, mwanadamu hana tumaini. Na baada ya kuhesabiwa hii dhambi ya Adamu, Mungu amechukua hii dhambi vilevile kwa sababu ya neema yake, akamwekelea Kristo. Biblia inasema hivyo ya kwamba Mungu aliyekelea Kristo dhambi zetu, na maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kristo akachukua hizi dhambi, akaenda akafia hizi dhambi msalabani. Baada ya kufia hizi dhambi msalabani, ikawa ya kwamba dhambi ya mwanadamu ishalipiwa, ya kwamba ile deni mwanadamu alikuwa nayo kwa Mungu imeshalipwa. Na ndipo sasa Mungu anasema ya kwamba yeyote sasa aliye ndani ya Kristo hana hatia, hana hukumu. Kwa nini? Kwa sababu deni aliyo nayo kwa Mungu ishalipwa na Kristo. Baada ya Kristo kulipia hiyo dhambi, kile ambacho Mungu anataka kwa mwanadamu ni kimoja, ni kutumainia sasa kazi ya Yesu msalabani, ni kutegemea vile Yesu alifanya msalabani, ni kumtumainia Kristo. Haleluya! Baada ya hiyo ikawa ya kwamba dhambi za mwanadamu zimelipwa. Mwanadamu hadai tena, maana deni aliyokuwa nayo ishalipwa. Na hicho ndicho Yesu ametutuma hapa leo. Bwana asifiwe. Naomba unisomee Biblia, Warumi 13 mstari wa 38. Acts 13:38. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu. Sasa na ijulikane kwenu, na ndiposa tumekuja kuwajulisha ya kwamba sasa mfahamu, sasa muelewe. Ijulikane nini? Ya kuwa kwa huyo mnamhubiri msamaha wa dhambi. Yaani kwa Yesu sasa tunahubiri msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba Yesu ametutuma hapa tuhubiri msamaha wa dhambi. Message tuliyo nayo kwa mwanadamu ni moja, ya kwamba dhambi zako zimelipwa, dhambi zako zimesamehewa, na mwenye ambaye amelipa ni mtu mzuri ambaye ni Kristo. Amekufa kwa sababu ya watu wabaya, na kwa sababu ya kifo chake Mungu ameridhika. Na sasa Mungu amekubali ya kwamba mwanadamu yeyote mradi yuko ndani ya Yesu hana hatia, hadaiwi. Maana kile ambacho kilikuwa kimtenganisha na Mungu sasa ambako ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Katika Biblia kunaye mwanamke mmoja ambaye alikuwa na shida ya kuvuja damu, na ikawa ya kwamba akapanga safari moja na akamwendea Kristo mahali Kristo alikuwa anafundisha. Na Biblia inatuambia ya kwamba huyu mwanamke alikuwa amefanya bidii yote, alikuwa ametumia mali yake yote kwa madaktari ili aweze kulipia na kugharamikia ugonjwa wake. Na baada ya kumalizia pesa yake, ikawa ya kwamba sasa hana kingine. Inanena msamaha wa dhambi hauwezi lipia gharama yoyote. Hakuna kitu unayofanya ukalipia dhambi yako. Maana wengine wetu tunafikiria ya kwamba tunaweza lipia dhambi yetu kwa sababu ya tabia yetu nzuri, kwa sababu tumetimiza sheria, kwa sababu tunaenda church Saturday, tunaenda church Sunday, tumetoa
fungu la 10, tumebatizwa na maji mingi. Wengi wanafikiria hicho ndicho wanaweza fanya kitaweza kulipa gharama ya dhambi yao, lakini tunamwona huyu mwanamke akaenda kwa Yesu baada ya kujaribu mbinu zote, maana hakuna jinsi mwanadamu anaweza fanya, hakuna sheria unaweza timiza ukasamehewa dhambi. Hata zile sheria 10 za Mungu huna uwezo wa kuzitimiza, maana hata hazikuletwa utimize, zililetwa zikuonyesha wewe ni mwenye dhambi, zililetwa zikuhukumu ili ujue ama uone haja ya Mwokozi ambaye ni Yesu. Naomba tusome Biblia, Galatians 2:16, Wagalatia 2:16, ili tuone kwamba mwanadamu hana suluhisho la dhambi. Galatians 2:16 inasema hivi, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu tumefanya nini? Ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Bwana asifiwe sana. Yaani Biblia inatuambia kwamba ili hali tukijua ya kwamba hakuna mwenye mwili anaweza hesabiwa haki mbele ya Mungu, maana ametimiza sheria, kumaanisha ya kwamba hakuna kitu unaweza fanya kwa bidii yako. Mungu mwenyewe akasema ya kwamba umetimiza sheria, na ndiposa ndugu yangu hapa Biblia inasema ya kwamba sasa sisi tumeachana na sheria tukamwamini Kristo, tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu ameingia na kiburi, mwanadamu ameingia na jinsi ya kuwaza ya kwamba kuna kitu anaweza fanya akalipia dhambi yake, lakini nataka mfahamu hakuna jinsi mwanadamu anaweza fanya akalipia dhambi yake. Na ndipo sasa tumeachana na bidii yetu, tumeachana na nguvu zetu, tukaangalia vile Yesu alifanya msalabani. Maana Biblia inasema hakuna jinsi ingine ya kulipia dhambi za mwanadamu isipokuwa kifo. Na maana mwanadamu tayari alikuwa na deni, na alikuwa katika gereza ya dhambi, alikuwa katika utumwa wa dhambi, hakuwa na uwezo wa kutoka kwa utumwa aende alipe dhambi. Kristo akaingia katika jela ya utumwa, akaingia katika soko ya utumwa, akaja pale akalipia gharama, na baada ya kulipia gharama akachukua mwanadamu wakaenda naye nyumbani. Mwanadamu akawa ya kwamba sasa ni mtoto wa Mungu, mwanadamu akawa sasa ni huru tena. Na huu huru si mwanadamu ameununua, bali ni mwana wa Mungu ambaye ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa tunawahadithia hii hadithi tamu, hii hadithi ambayo ni ya baraka, ya kwamba sasa dhambi za mwanadamu zimelipiwa, ya kwamba makosa ya mwanadamu, tatizo ambalo lilikuwa kati ya mwanadamu na Mungu limeshughulikiwa. Na sasa Mungu ametutuma sehemu hii kuwatangazia ya kwamba kwa sababu ya vile Yesu amefanya msalabani, dhambi zenu zimelipwa. Na nataka niwahakikishie ya kwamba katika mbinguni hakuna kamera tena ya kurekodi dhambi, maana Mungu mwenyewe amesema sasa yeyote aliye ndani ya Yesu dhambi zake na makosa yake Mungu mwenyewe anasema akumbuki. Maana njia ni moja ya kulipia dhambi, kifo. Na tunaona mtu mwenye haki ambaye ni Yesu amekuja katika hali ya tete ya mwanadamu, akalipia zile dhambi za mwanadamu. Na sasa kila Mungu anataka kutoka kwa mwanadamu ni mwanadamu amtazame Yesu, ni mwanadamu amtegemee Kristo. Baada ya kumtegemea Kristo unahesabiwa haki bure. Bwana asifiwe sana. Maana njia ni moja inayowezesha mwanadamu kumfurahisha Mungu, njia ni moja ambayo ni Yesu. Na wakati mwanadamu amesafirishwa ama amehamishwa kutoka kwa Adam, ameletwa ndani ya Yesu, huyo mwanadamu ilikuwa kwamba amemvaa Kristo.
ingekuwa kwamba wewe mwanadamu amemfurahisha Mungu. Maana njia ni moja tu ya kumfurahisha Mungu, kuwa katika ndani ya Yesu. Angalia hii maneno. Adamu anafanya dhambi na sisi hatukuwa Eden. Adamu ndiye alikuwa pale, hata hatukuwa tumezaliwa alipofanya dhambi, na maana ni yeye shina la mwanadamu, ni yeye mwanzo wa mwanadamu. Ikawa ya kwamba yeyote ambaye anazaliwa hapa duniani anahesabiwa dhambi kule. Kwa hivyo dhambi si kwa kufanya dhambi, nataka uelewe, ni kwa kuzaliwa. Unapozaliwa hapa duniani unahesabiwa dhambi kule, na hiyo inaonekana kama si haki, lakini vile vile tunamwona vile vile nayo haki na utakatifu haujatokana na matendo yetu, haujatokana na sheria, ni kipawa cha bure. Bwana asifiwe. Waefeso 2:8. Ninasema hivi, kwa maana mumeokolewa kwa neema. Bwana asifiwe sana. Mwenye kuokoa anasema yeye huokoa watu kwa neema. Na neema ni nini? Kwa njia ya imani. Neema ni kipawa cha Mungu ambacho anapea mwanadamu bure. Neema ni kile ambacho mwanadamu hajastahili. Neema ni kile mwanadamu hajafanyia kazi. Na Biblia inasema tumeokolewa kwa imani, ama tumeokolewa kwa neema kupitia imani. Kwa njia nyingine, wokovu haujatokana na sisi. Wokovu haujapatikana maana tumetimiza sheria. Wokovu haujapatikana maana sisi ni wazuri. Wokovu haujapatikana maana tumebatizwa na maji mengi ama maji kidogo. Bali Biblia imejieleza ya kwamba mliokolewa kwa imani, ama mliokolewa kwa neema kupitia imani. Maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba hii neema na imani haijatokana na nyinyi, haijatokana na wewe, kumaanisha kwamba wokovu si kazi yako. Na shida ni kuwa wengi wetu wakijaribu kuelezea wokovu ni nini kwa uwazi na kwa kirahisi. Maana wengi wanafikiria kwamba tukitimiza sheria, tukiwa watu wazuri, ya kwamba hiyo ndio itafanya tuokolewe. Bali Biblia imetuambia kwamba wokovu na hii neema haijatokana na sisi. Ni nini? Ni kipawa cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba wokovu ni kipawa cha Mungu. In another word, wokovu ni kipawa cha bure, a free gift ambayo Mungu hupea mwanadamu. Na Mungu anapea mwanadamu yule ambaye ameacha kutegemea bidii yake, ameacha kujitegemea yeye, ametazama kazi ambayo Yesu alifanya msalabani. Na Biblia inasema ya kwamba wale waliomwamini Yesu, wale waliomtegemea Yesu, hao wanapewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. In another word, wanahamishwa kutoka kuwa wana wa Adamu, wanapewa nguvu na mamlaka kuwa watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Inakuwa ya kwamba sasa wewe umeweza kuhamishwa, na si kazi yako kujihamisha, ni kazi ya Mungu. Maana Mungu ndiye huokoa na Mungu ndiye hudumisha. Wokovu ni kazi ya Mungu, wokovu si kazi ya mwanadamu. Endelea. Wala si kwa matendo, mtu awaye yeyote asije akajisifu. Hebu sikiza hii ukweli. Wokovu haujatokana na matendo yako. Hii ni Biblia imesema wokovu haujatokana na matendo yako mazuri. Wokovu ni kipawa cha bure. Baada ya Mungu kupea kipawa cha bure, unaanza kubehave kama mtu ambaye ameokolewa. Na hiyo ndio inaitwa transformation. Yaani Mungu anaachia kipawa chake cha wokovu, cha msamaha wa dhambi ndani yako, kinaanza kukufanyia kazi, kinakubadilisha. Na ndiposa hatuwezi jitamba, hatuwezi ringa. Lakini mwanadamu ana uwezo wa kuringa. Mwanadamu anafikiria kuna kitu anaweza fanya akaokoka, kuna kitu anaweza fanya akasamehewa dhambi. Na hata ukiangalia tangu zamani, wakati Adamu amefanya dhambi na akaanza kutafuta jinsi na njia ya kushughulikia dhambi yake, tunaona Mungu alikuja
akachinja kondoo, akamvaisha nguo. Maana mwanadamu alijipata wazi, mwanadamu alijipata katika hali ya aibu, mwanadamu alijipata katika utupu. Na pale Mungu akaja akachinja mwanakondoo, akamvaisha huyu jamaa. Lakini tunaona Adamu walikuwa wamejaribu jinsi yao, walikuwa wametafuta majani na kutengeneza haki yao wenyewe. Na ndipo na Biblia inatuambia kwamba wokovu haijatokana na matendo yetu, haijatokana na sisi, haijatokana na uwezo wetu, bali ni kipawa cha Mungu. Na tunaona ya kwamba hata wakati Mungu baadaye amekuja kwa Moses, wakati mwanadamu amefanya dhambi, ulikuwa unaenda na mbuzi kwa kuhani. Ukienda na mbuzi kwa kuhani, mbuzi ndiye alikuwa anakufa, wewe unarudi nyumbani. Na mbuzi sio yeye amefanya dhambi, ni wewe. Nataka tuelewane hivi, hata wa leo. Ndipo sasa Jona alipokuwa na hubiri, akaambia wanadamu, tazameni mwanakondoo wa Mungu sasa azichukua dhambi za ulimwengu. Maana kazi ya kuokoa mwanadamu ni ya Mungu. Kazi ya kuokoa mwanadamu ni kazi ya Mungu. Hiyo ni siwe, huwezi jiokoa. Hauwezi lipa gharama yote ile ulipie dhambi, la hasha. Na ndiposa Kristo ametutuma hapa kuwajulisha kwamba ijulikane sasa, ndugu zangu, kwa sababu ya vile Yesu alifanya msalabani, msamaha wa dhambi unapatikana. Na msamaha wa dhambi haujapatikana maana tumetimiza sheria. Msamaha haujapatikana maana sisi ni wazuri. Msamaha haujapatikana maana sisi tumefunga kireba. Msamaha umepatikana maana tumemtegemea Kristo. Msamaha umepatikana maana sisi tumetumainia vile Yesu alifanya msalabani. Na angalia hapa, Adamu amefanya dhambi yake, tumehesabiwa. Hatukuwa Eden. Wewe tu umezaliwa hapa duniani, unazaliwa na asili. Nikomea tu mchungaji, Warumi 5:12. Warumi 5:12 yasema hivi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Hebu sikiza, kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, dhambi ikaingia ulimwenguni. Yaani Adamu ndiye alifungulia dhambi. Na baada ya dhambi kuingia kulifanyika nini? Na kwa dhambi hiyo mauti. Yaani Adamu amefungua mlango, dhambi ikaingia duniani. Na baada ya kufungua mlango, kifo kikaingia. Na kifo ambacho naongea hapa ni kutenganishwa na Mungu. Wakati umetenganishwa kiroho na Mungu, wewe umekufa kiroho. Dhambi ikaingia kwa sababu ya mtu mmoja. Na baada ya dhambi kuingia, kifo nacho kikaingia. Otherwise, wanadamu na Mungu wakawa wametenganishwa. Endelea. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hebu sikiza Biblia inasema nini? Kama mtu mmoja ndiye alifanya dhambi Eden, na baada ya dhambi kuingia, wanadamu wote wanazaliwa wakiwa wamekufa kiroho. Mwanadamu sasa anazaliwa ikiwa ya kwamba akiwa mwenye dhambi. Maana kuna baba yetu ambaye anaitwa Adam, ambaye ndiye shida ya wanadamu, alifanya dhambi, tukahesabia hiyo dhambi. Lakini namshukuru Kristo, maana suluhisho la hii dhambi limepatikana. Wanadamu wamejaribu vitu vingi sana kutatua dhambi yao. Wengine wameenda katoroni, wengine wametoa pesa, wengine wamechinja mbuzi, wengine wameungama dhambi yao, wengine wamejinyima chakula wakijaribu kulipia dhambi yao. Lakini tumeona kitu kimoja, mstari wa 18, verse 19. Mstari wa 18 wasema hivi. Basi tena kama kwa kosa moja, yaani kwa kosa moja la Adam, watu wote walihukumiwa adhabu. Watu wote wakahukumiwa adhabu. Kadhalika kwa tendo moja la haki. Sasa kwa sababu ya tendo moja la haki ya Yesu msalabani, watu wote walihesabiwa haki yenu uzima. Watu wanahesabiwa haki sasa. Bwana asifiwe sana. Unajua tumeishi kuona vile Adamu alifanya. Tumeishi kulia kwa sababu ya Adamu. Lakini sasa nataka tuangalie zaidi sana kile ambacho Yesu amefanya.
Yesu amefanya zaidi ya Adamu. Yesu amefanya zaidi ya vile Adamu alifanya. Adamu alifanya tuingie kwa taabu. Kristo amekuja ameleta suluhisho la dhambi, na ndiposa ametutuma hapa tuwajulishe ya kwamba kwa sababu ya kondoo wa Mungu msamaha ni bure. Yaani tunasamehewa, hatulipi wokovu gharama. Hakuna kitu tunafanya tuokolewe, tunamtegemea Yesu. Hakuna mbuzi tunatoa, hakuna pesa tunalipa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba kwa sababu ya Yesu sasa msamaha wa dhambi unahubiriwa. Kwa sababu ya vile Yesu alifanya msalabani, msamaha umepatikana. Na look at it. Wakati wana wa Israeli walikuwa jangwani, ukatokea taabu, walikuwa wanaumwa na nyoka. Na baada ya kuumwa kwa muda mrefu, suluhisho ikawa tu ni nyoka. Moses akaamua kwamba amuinue nyoka wa shaba, na amuinue juu sana. Yeyote ambaye sasa atukiumwa na nyoka, badala ya kutazama huyu nyoka amekuuma, unatazama yule nyoka ambaye ameinuliwa. Na huyu nyoka alikuwa ni picha ya Yesu. Biblia inatuambia kwamba alifanyika dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu. Inanena wakati ambako unajua uko katika hali ya dhambi, wewe sio kujiangalia wewe si kujitazama wewe, unamtazama Kristo ambaye aliinuliwa msalabani akalipia dhambi za wanadamu. Na sasa msamaha wa dhambi, sasa tuko na authority ya mbinguni kuhubiri sehemu hii ya kwamba kwa sababu ya Yesu msamaha wa dhambi umepatikana. Yaani mtu mmoja Adam akaleta dhambi, mtu mwingine ambaye ni Yesu Kristo amekuja ameleta suluhisho, amelipia dhambi. Kile ambacho Mungu anadai kutoka kwa mwanadamu ni utegemee Kristo, na ndiyo tunaitaga imani. Na ndipo Biblia inasema kwamba mwenye haki anaishi kwa imani. Na imani yetu ni gani? Ya kwamba Yesu amelipa dhambi yangu. Adam amefanya niingie kwa dhambi. Adam amefanya nikosane na Mungu. Kristo amekuja akauondoa huo uadui. Na sasa sisi tumeunganishwa na Mungu, tumepatanishwa na Mungu kwa vile Yesu alifanya msalabani. Endelea verse 2 hapo 19. Rudia tu verse 19, verse 19. Verse 13. 19. Verse 19 yasema hivi. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja ambaye ni Adam, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Watu wote waliingizwa katika hali ya wenye dhambi kwa sababu ya Adam. So tumeona kwamba taabu ya mwanadamu ni mwanzilishi wa mwanadamu ambaye anaitwa Adam. Amefanya dhambi, sisi wote tukaingia kwa hiyo mix. Kwa hivyo dhambi si kwa kufanya, dhambi ni kwa kuzaliwa. Unapozaliwa tu hivi unahesabiwa dhambi. Endelea. Kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bwana asifiwe sana. Vile vile kwa kutii kwa Yesu, maana Biblia inasema Yesu alitii hadi akafa kifo cha wenye dhambi. Sasa sisi tumeingizwa kwa hali ya wenye haki. Na ndiposa Yesu ametutuma hapa tuwaambie, umejaribu vitu mingi, umetoa mbuzi, umetubu dhambi yako, umebatizwa na maji mingi na maji kidogo. Biblia inatuambia kwamba hiyo sio suluhisho la dhambi. Suluhisho limepatikana, ni imani kwa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Yaani wokovu ni kitu cha wepesi sana. Na ndiposa kuna mtu mmoja aliuliza kwa Bible, nifanye nini niokoke? Ni nini naweza fanya niokoke? Hebu tusikie Biblia imesema nini. Act 16 verse 30. Ni nini naweza fanya sasa niokoke? Maana Adamu aliniingiza kwa taabu. Hii dhambi naweza lipa kwa njia gani? Hebu tusikie. Kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Hili ni swali ambalo ni la msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Anauliza, nifanye nini nipate kuokoka? Nitii sheria ya Moses, nikutoa tithe, nibatizwe na maji mingi, niende nikaregeshe nyota zangu, ama nafanya nini? Endelea.
wakamwambia, muamini Bwana Yesu. Biblia inasema muamini Bwana Yesu, nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. Nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. Yaani ameuliza nifanye nini okoke? Ameambiwa sasa muamini Bwana Yesu. Wengine wetu tunafikiria tunaokolewa kwa sababu tumetimiza zile sheria 10. Lakini nataka uelewe sheria 10 ile ya Moses hata haikuwa pale tuweze kuitimiza. Sheria iko pale iweze kutuambia kwamba sisi ni wenye dhambi. Sheria iko pale ili iweze kutuhukumu. Na msamaha wa mwanadamu hautokani na sheria. Wacha tu tusome Bible leo. Galatians 3 verse 19. Wacha tu tusome Biblia leo. Galatians 3:19 yasema hivi. Yasema nini? Torati ni nini basi? Inauliza sheria ni ya nini? Ililetwa kwa nini? Ten Commandments zililetwa kwa nini? Hebu sikiza. Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Yaani sheria ililetwa ili iweze kusema tusiwe na guesswork, tujue dhambi ni nini. Hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi, aliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Yaani sheria ilipeanwa iweze kusema dhambi ni nini mpaka aje Kristo. Endelea. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali ni Mungu mmoja. Ndio huyo. Basi je, Torati haipatikani kwa ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezao kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Biblia inasema hivi, kama mwanadamu anaweza hesabiwa ama anaweza huishwa kutoka kwa kifo cha dhambi kwa sababu ya sheria, basi hakukuwa haja ya Kristo. And that's why Yesu amekuja, maana sheria ilikuwa itulete kwa Yesu. Sheria inatuambia ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Wakati unaenda kwa sheria inakwambia usitamani. Ukienda mahali utamani, hapo ndio unajua taabu uko nayo ni ndani yako. Sheria ndio inakwambia kwamba shida uko na shida inaitwa dhambi, na ndiposa unatamani. Na unapotamani hiyo inakwambia kwamba uko na shida ya dhambi. Sasa inakuelekeza kwa Yesu ambaye ndiye suluhisho la dhambi. Endelea. Lakini andiko imeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Yaani Biblia imetuambia sisi watu wanadamu tuko kwa gereza, tuko kwa soko ambayo inaitwa ni dhambi, tuko kwa utumwa ambao unaitwa ni dhambi. Na tumeona hii dhambi tumerithi kwa baba yetu anaitwa Adamu. Makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Ili sasa wanaoamini wapewe ahadi ya msamaha ya bure kwa sababu ya Yesu. Kwa hivyo msamaha ni kwa imani ya kazi ambayo Yesu alifanya msalabani. Nataka muone vile dini imetupeleka vibaya siku mrefu. Maana dini imekuwa ikituambia tukitimiza sheria, tukiweka sabato, tukibatizwa na maji mingi, tukitoa fungu la 10 tutasamehewa. Lakini Biblia imetuambia nini? Msamaha ni kwa imani, msamaha ni kutumainia vile Yesu alifanya. Na msamaha ni kipawa cha bure, haijatokana na sisi, haijatokana na bidii yetu, haijatokana na usafi wetu. Endelea mchungaji. Naendelea kusema hivi, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Haleluya! Hii Biblia ni mzuri. Yaani sheria ilikuwa ni kiongozi itupeleke kwa Yesu. Tukifika kwa Yesu tujue ya kwamba tuko na taabu ambayo inaitwa dhambi. Baada ya kufika kwa Yesu tunahesabiwa haki kwa imani, si kwa sheria. Bwana asifiwe sana. Maana wengi wetu tumeishi kufikiria kwamba tunahesabiwa haki maana tumetimiza amri 10 za Mungu. Endelea mchungaji. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema maana sasa imani imekuja, hatuko tena chini ya sheria. Hatuko tena chini ya sheria ya Moses. Maana Moses ilikuwa tufikishe kwa Yesu. Yesu naye anatuhesabia haki bure kwa imani. Bwana asifiwe sana. Malizie verse 25. Kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Yaani hapa kuna kitu mzuri ambayo inakuwa introduce sonship. Ya kwamba sasa sisi sasa tunakuwa wana wa Mungu, sio wana wa Adamu tena.
Tunahamishwa kutoka kwa Adamu ambaye ni kifo, tunapewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu sasa kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba sasa msamaha wa dhambi unahubiriwa kwa vile Yesu alifanya msalabani. Na huu msamaha tumeona hujatokana na tumetimiza sheria. Msamaha hujatokana na bidii yetu. Msamaha wa dhambi ni kipawa cha bure. Na hii inatoa ego ya mwanadamu. Hii ina deflate mwanadamu. Unaelewa ya kwamba wokovu si kazi yako. Hakuna kitu unachofanya ukaokolewa. Maana wokovu ni kazi ya Mungu. Wakati Jona alijipata katika hali tete katika ndani ya tumbo ya samaki, alisema ya kwamba amejua kwamba wokovu ni kazi ya Mungu. Inaelewa, hakuna kitu Jona angefanya ajiokoe kutoka kwa hiyo tumbo. Na alipofahamu hivyo, Mungu akashughulikia huyo samaki akamtapika Jona. Wanadamu wote nataka muelewe, mwanadamu wako katika gereza inaitwa dhambi. Na hakuna jinsi unaweza jitoa pale. Lakini unapomtegemea Yesu, anakutoa mwenyewe, anakutoa kwa dhambi, anakusafisha, anakufanya mwanawe. Bwana asifiwe. Amen. Na tunapomalizia, nataka nisisitize ya kwamba hakuna sheria the 10 commandments huwezi zitimiza. Hizo hazijaweza kupea mwanadamu wokovu. Now look at it. Wafilipi 3 mstari wa 9. Philippians 3 verse 9 kimalizia. Wafilipi 3 mstari wa 9 wasema hivi. Inasema nini? Tena nionekane katika yeye. Yaani sasa mwanadamu sasa ameanza kujiona ndani ya Yesu. Maana sasa Mungu anadeal na wanadamu kutokana na position mahali huko. Ile uko katika Adam. Ukiwa katika Adam, hata ufanye vizuri, utoe tithe, ubatizwe, uvae nguo mrefu, hauwezi kuwa mwenye haki. Andacho hapa Biblia inatuambia nionekane ndani ya Yesu. Na unapomwamini Yesu, hapo ndio unahamisha, unatoka kwa Adam, unahamisha unakuwa ndani ya Yesu. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanao kwa sheria. Yaani mimi nionekane ndani ya Yesu, na katika ndani ya Yesu niko na haki ambayo haijapatikana na sheria. Bwana asifiwe sana. Yaani haki niliyo nayo haijatokana na matendo yangu mazuri, haijatokana na bidii yangu. Imetoka wapi? Endelea. Hali nipatikane kwa ile haki ambayo inapatikana kwa imani iliyo katika Kristo. Yaani haki niliyo nayo ndiyo inatokana na imani. Bwana asifiwe sana. Haki tuliyo nayo sasa ni kipawa tumepewa bure kwa sababu tumemwamini Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndiposa nilianza kusema ya kwamba na ijulikane sasa, ndugu zangu, msamaha wa dhambi unahubiriwa bure kutokana na kazi Yesu alifanya msalabani. Na hakuna dhabihu nyingine tunaweza toa. Ile dhabihu Yesu alitoa msalabani, hiyo imetosha Bwana, na alitoa mara moja na inadumu milele. Sisi tunategemea dhabihu ya Yesu. Hakuna dhabihu nyingine tunaweza toa, hakuna mbuzi nyingine tunaweza toa, hakuna hata pesa tunaweza toa. Kile kimefanya tusamehewe ni imani yetu kwa Yesu. Maybe umeng'ang'ana kwa muda mrefu, umejaribu mbinu mingi kulipa gharama, lakini Biblia imetuambia mimi nipatikane ndani ya Yesu, nikiwa na hata Abraham ambaye ni baba yetu aliweza kuhesabiwa haki, si kwa vile alifanya, ni kwa sababu alimwamini Kristo. Na kile kinafanya tuite Abraham baba yetu wa imani ni maana ni yeye alianza kuamini. Na sisi tunapoamini kama yeye tunahesabiwa haki bure. Bwana asifiwe sana. Na ndipo sasa nawajulisha watu wa makutano ya kwamba msamaha wa dhambi umepatikana kwa sababu ya vile Yesu alifanya msalabani. Msamaha umepatikana maana deni letu la dhambi lishalipwa mara moja na tena milele. Na maana Mungu ameridhika, hana idadi tena ya dhambi. Hapa tu nimalizie tu na neno la mwisho. Waebrania 10 mstari tu wa 10. Wewe leo tumeona ya kwamba haki haitokani na sheria, haki
haki inatokana na imani, na imani yetu ni nini? Ya kwamba dhambi zangu zimelipwa na Yesu. Yesu ndiye ambaye ni sacrifice ya kweli, na ni sacrifice mara moja, tena inadumu milele. Waibrania 10:10 yasema hivi, katika mapenzi haya mmepata utakazo kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Yaani tumepata utakaso kwa kutolewa kwa dhabihu ambayo ni mwili wa Kristo mara moja tu. Kwa hivyo hatuhitaji dhabihu nyingine. Hakuna kitu kingine tunaweza fanya, ila kile Yesu alifanya kimefanya, tumetakaswa. Amelipa dhambi yetu mara moja na tena milele. Verse 12 yasema hivi, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu. Yaani Yesu ametoa dhabihu na tena inadumu milele, kumaanisha kwamba hakuna dhabihu nyingine inastahili. Akakaa chini, kumaanisha amemaliza kazi. Sasa amekaa mkononi mwa Mungu akimkumbusha kwamba dhambi za hawa nishalipa. Yaani sasa Yesu ndiye intercessor wetu. Yesu ndiye ambaye sasa mtetezi wetu. Hatutaki mtetezi mwingine, maana mtetezi wetu ni Kristo, na alitoa dhabihu mara moja na inadumu milele. Hatuhitaji dhabihu nyingine. Wengi wameumia ya kwamba toa dhabihu kwa sababu ya dhambi za babu yako. Toa dhabihu, maana kwenu kuna madhabahu ya pombe. Toa dhabihu yenye uchungu, maana kwenu kuko na hii. Lakini tumeona kwa sababu ya dhabihu ya Yesu ambayo inadumu milele, tumeweza kutakazwa. Verse 14. Verse 14 yasema hivi, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakazwa. Haleluya! Yaani kwa toleo la dhabihu ya Yesu msalabani mara moja, sisi tumekamilishwa hata milele. Hatutaki kukamilisha, hatuna kitu ya kuongeza, hatuna kitu ya kutoa. In fact, kwa sababu ya hiyo toleo la Yesu, Biblia inasema Mungu hahesabu dhambi zetu tena. Verse 17 kimalizia. 17 yasema hivi, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Haleluya! Ni Biblia imesema sasa, kwa sababu ya toleo la Yesu msalabani, dhambi za wanadamu na makosa yao sikumbuki tena. Aidha tuamini Biblia ama tuamini watu sasa. Na ndiposa ikimalizia mstari wa 18. 18 yasema hivi, basi ondoleo la hayo ikiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi, wito wa kuwa wavumilivu. Bwana asifiwe sana. Maana sasa dhambi zetu zimelipiwa na dhabihu ya Yesu ni tosha. Hatuhitaji dhabihu nyingine. Dhabihu ya Yesu ni kamili. Dhabihu ya Yesu ni tosha, inatosha mboga. Hiyo ndiyo imefanya tumekamilishwa. Bwana asifiwe. Yaani dhambi za wanadamu na makosa yao, Biblia inasema Mungu sasa hana kamera, maana dhambi zao zimelipwa. Mungu hana kuhesabu. Kwa hivyo nataka uelewe, wewe kwa jinsi yako hauna jinsi ya kulipia dhambi, lakini kwa vile Yesu alikufa msalabani, tumepata namna, maana dhambi zetu zimelipwa. Maana Mungu ndiye alikosewa, mwanadamu ndiye alikosea. Mungu akaset terms of reconciliation, akasema ili hizi dhambi zilipwe, toa dhabihu. Mungu akamtolea mwanadamu dhabihu. Sasa Mungu anamuita mwanadamu, kuja pokea dhabihu yangu. Kitambo ni sisi tulikuwa tunatolea Mungu dhabihu. Wakati huu wa Agano Jipya, Mungu ndiye ametoa dhabihu. Mwana wake wa pekee anawaambia wanadamu, kujeni mpokee dhabihu hii ambayo ni Yesu msalabani. Kwa kifo cha Yesu msamaha umepatikana. Dhambi za wanadamu zimelipwa. Na ndipo tulisoma swali moja, mwanadamu aliuliza, nifanye nini nipate kuokoka? Wakaambiwa sasa muamini Bwana Yesu. Inaelewa, mtegemea vile Yesu alifanya msalabani. Maana ni mtu mzuri, alikufa kwa sababu ya watu wabaya. Na kwa sababu ya kifo cha Yesu, msamaha umepatikana na msamaha unahubiriwa. Ujumbe tulio nao ni kwa kwamba msamaha umepatikana na dhambi zimelipwa. Uadui katikati ya mwanadamu na Mungu ishaondolewa.
Mungu amefungua mikono, anaambia wanadamu, rudini nyumbani. Kile kilikuwa kinatutenganisha kimeondolewa, basi ni dhambi. Mtazame mwanakondoo wa Mungu azichukuae dhambi. Bwana asifiwe sana. Yesu alifanya kazi timilifu msalabani, na baada ya kufa alikufa mara moja, na kwa toleo la Yesu dhambi zetu zimelipwa mara moja na hata milele. Na ndipo Biblia inasema tumeweza kupata utakaso, udumu wa milele. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana. Baba, ni asante kwa sababu ya kifo chako msalabani. Baba, ni asante ya kwamba tumepata suluhisho la dhambi, ambayo ni kazi ambayo Yesu alifanya msalabani. Baba, ni asante. Sisi hatukuwa na huo uwezo, sisi hatuna namna ya kulipia dhambi yetu, lakini nakushukuru Kristo ya kwamba umekuja mwenye haki, ukafa kwa sababu ya wenye dhambi, na kwa sababu ya kifo chako umetupatanisha na Baba. Baba, ni asante. Tunamshukuru Kristo maana tumepata msaada. Bwana wabariki sana. Napomkaribisha mchungaji wa Idhaka awasalimie, na vile vile aweze kualika leo na hata kesho. Tuko hapa juu, kanisa letu linaitwa Grace Empowerment Church. Karibuni sana. Kama uko na swali, karibia hapa, tutajibu. Ungehitaji tuombe pamoja, tuko hapa, tutaomba. Usiwe na aibu. Sisi hatuna haja ya kukudunisha wewe. Hatukuambii urudie nyuma yetu, hatukuambii upige magoti. Wewe karibia tu hapa, tuongee kama wanadamu wa kawaida, maana hiyo ndio imempendeza Mungu. Karibu sana mchungaji. Watu wa makutano tunawalika kesho katika ibada. Kanisa ni Grace Empowerment, karibu na jumba la Kigat. Yote mnakaribishwa.